Karibu tena mashabiki wangu wapendwa kwenye channel ya Namnayas Pro. Nawashukuru sana kwa kuwa nami tangu sehemu ya kwanza hadi sasa tunapofikia sehemu ya 5, ambayo ndio hitimisho rasmi la simulizi yetu ya Mwalimu. Katika sehemu hii ya mwisho tutajua nini hatimaye kilimpata Brian, Mwalimu Vanessa na Leah. Bila kupoteza muda, twende pamoja hadi mwisho wa simulizi hii ya kipekee. Siku iliyoanzia kwa fujo iliisha kwa kimya kizito. Vanessa hakurejea nyumbani moja kwa moja kama kawaida. Alitembea bila mwelekeo, barabarani akiwa amechanganyikiwa, machozi yakimtiririka bila yeye kujua. Moyo wake ulikuwa umejaa maswali na majuto. Alikuwa na hisia kwa Brian, lakini hakujua namna ya kuzitafsiri. Alijiuliza kama yeye ndiye wa kulaumiwa, au ni moyo wake ulioamua kuwa muasi. Siku iliyofuata kazini, mazingira yalibadilika. Wanafunzi walionekana kimya zaidi kuliko kawaida. Kila mmoja alikuwa akimwangalia Vanessa kwa jicho la pili, kama walikuwa wanamhurumia au wanamjadili. Leah hakuonekana kabisa shuleni. Taarifa zikafika kwamba alipatwa na mshtuko wa hofu na kulazwa kwa uchungu wa moyo. Mwalimu mkuu alimuita Vanessa ofisini na kumwambia maneno ambayo hakutarajia. Tunaweza kupoteza kazi kwa sababu ya hisia, Mwalimu Vanessa, lakini pia tunaweza kuokoa maisha kwa kujizuia. Nafasi yako bado iko salama, lakini nataka ujiangalie. Kauli hiyo ilimkonga Vanessa moyoni. Kwa mara ya kwanza alijiona akiwa upande wa hatari. Na kwa mara ya kwanza pia alitamani kurekebisha kila kitu. Alijua kuwa Brian hakuwa mtoto tena, lakini bado alikuwa mwanafunzi. Na hilo lilitosha kumzuia. Jioni hiyo Brian alipomtafuta, Vanessa alimkwepa. Siku ya pili, alimpelekea barua. Ndani ya barua hiyo aliandika kwa urefu: Brian, umenigusa moyo na kila mwanadamu anaweza kuyumbishwa. Lakini sio kila hisia inapaswa kufuatwa. Kuna kitu kizuri sana kuhusu wewe, akili yako, utu wako, na namna unavyoelewa. Lakini tafadhali elewa, mimi ni mwalimu, na wewe ni mwanafunzi. Hisia hizi ni hatari kwa ndoto zako. Niko tayari kukusindikiza hadi kwenye mafanikio. Kama mwalimu, kama mlezi, na kama rafiki wa mbali. Ila sio zaidi ya hapo. Naamini unaweza kuwa mtu mkubwa siku moja. Lakini tafadhali, usianze maisha yako kwa kuvunja misingi ya heshima. Nitakuombea na nitakukumbuka kwa mema. Brian alilia baada ya kuisoma. Aliyumbishwa na ukweli, lakini pia alifarijika. Alianza kutazama maisha kwa jicho jipya. Alikuwa na vipawa, na sasa alihitaji kuvitumia kwa njia sahihi. Alicheza kwa bidii, alisoma kwa juhudi, na mwaka ule aliongoza matokeo ya shule yao. Alihudhuria ushauri nasaha, alitulia, na hatimaye akaelewa kuwa mapenzi hayalazimishwi. Alimsamehe Vanessa, na hata aliweza kumkumbatia mbele za walimu wenzake. Akiwa na uso wa tabasamu, Leah alijifunza kujikubali, na hatimaye aliweza kumaliza shule kwa heshima. Miaka 2 baadaye, Brian alikuwa amehitimu chuo kwa mafanikio makubwa. Akiwa amejiunga na taasisi ya vijana wenye vipaji, aliandika kitabu kiitwacho Mwalimu wa Moyoni. Kitabu hicho kilieleza jinsi mtu mmoja anavyoweza kubadilisha maisha yako kwa kukataa penzi lako, kwa sababu tu anakupenda zaidi kama mtu mwenye thamani. Vanessa alipokipata kitabu hicho, alilia kwa machozi ya furaha. Alijua kwamba alipambana na moyo wake kwa ajili ya kitu kikubwa zaidi, maisha ya Brian. Siku moja alialikwa kuwa mgeni kwenye hafla ya uzinduzi wa kitabu hicho. Brian alisimama jukwaani, akiwa amevaa suti, akiwa mtu mzima sasa. Aliwaambia wote. Vanessa alisimama, akasujudu kwa heshima, na tabasamu lake likang'aa. Leo alikuwa mwalimu aliyejivunia maamuzi yake. Mwalimu wa kweli. Hii ndiyo sehemu ya 5 ya mwisho ya simulizi yetu ya Mwalimu. Tumeanzia kwenye hisia, tukapita kwenye changamoto, tukajifunza mipaka ya mapenzi, na hatimaye tukapata mwisho wenye hekima. Asante kwa kuwa nasi kwenye safari hii, mashabiki wa Namnayas Pro. Tunaingia mapumzikoni na moyo mkunjufu, tukijua kuwa kila simulizi lina mwisho wake, na mwisho huu umekuwa mzuri. Paka simulizi ijayo, endelea kuwa sehemu ya familia yetu. Kwa heri ya muda, na kwa heri ya simulizi ya Mwalimu.